Na mwanamichezo popote pale ulipo, hii ni namba 10 ya TVE. Kila siku huwa sisi tunahesabu matukio 10 ya kimichezo akiwa na mchanganyiko wa taarifa mbalimbali kubwa za kimichezo. Ninayokaribisha mimi ni Idi Nonga. Kubwa zaidi leo tutaitazama michuano ya shirikisho ya kombe la CRDB ambayo kwa sasa imeingia katika hatua ya nusu finali. Swali la msingi na la kujiuliza, je, dabi ya Kariakoo itapatikana huku mara baada mchezo wa dabi ya Kariakoo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara kutofanyika mpaka sasa? Ni moja kati ya swali muhimu na kubwa, huenda likawa ni rahisi na gumu pia kulijibu. Timu ambazo zimetinga katika hatua hiyo, je, zimefanikiwa wapi na vipi? Timu za madaraja mengine kwa nini hazijafika hatua hii ya nusu finali? Katika kickoff number 2 tutakuwa na mgeni mkubwa kutoka katika kampuni ya Selcom. Kickoff number 3 kama kawaida ni mtazamo wa gazeti kubwa moja la kimichezo, gazeti la Mwana Sport, likipambwa na picha za mbele pamoja na picha za nyuma. Habari kubwa ikiandikwa ni Nabi ataja sababu 3 za Simba kuwatoa Wasauzi. Ni nani hao? Ni Stellenbosch katika hatua ya nusu finali kunako kombe la shirikisho barani Afrika. Ipo taarifa ambayo inahusu Yanga Afrika, lakini pia kuna taarifa katika upande wa nyuma ambapo imeandikwa kiulaini Arsenal kwa Real Madrid ni wao tu. Kivipi? Hiyo pia tutaitazama katika kickoff number 3. Review itakuwepo, tutautazama usiku wa Ulaya. Barcelona pamoja na PSG za tinga katika hatua ya nusu finali kinyonge mara baada ya kupoteza kwenye michezo ya pili wakiwa ugenini. Mtukati ndio mahala pake, lakini pia login, profile pamoja na preview, zote hizo zitakuwa na nafasi kubwa za kuitazama. Nipo na magwiji wa uchambuzi, Wilson John Oruma akivalia rangi za jezi ama rangi ambayo inafanana na jezi, nyekundu, nyeupe pamoja na rangi ya zambarau, lakini pia akipiga jinzi nyeusi pamoja na rangi nzuri ya viatu ambao leo vimevutwa mara nyingi kuliko kawaida. Kulia kwangu nipo na Abisai Steven akivaa koti zuri la suti sambamba na t-shirt kali, saa ya viwango sambamba na kiatu cha kwenda na wakati. Tuko vizuri wakubwa? Mimi nikwambie tu kweli. Tokea nimeanza kufanya kazi ya media. Sijawahi kutambulishwa kama ulifanya wewe. Wewe ni kiboko kabisa. Yaani wewe leo paka kikofufyu tumetambulisha. Yaani mpaka kiasi. Yaani wewe umeshakutana na presenter. Lakini bwana Michael Idi Nonga amevunja rekodi ya utambulisho. Unajua kusema rekodi ya utambulisho unaiweka. Utambulisho kwa sababu wewe ni Michael. Unaona nikuite Mike. Bwana Mike unafanya leo ni hatari. Unajua wewe unatambulisha Wilson anashtuka, anajua bwana tumefikaje? Bwana tumefika wapi huko? Amna uje kakaangu wakati akianza show alikuwa amejipanga vizuri mno. Sasa usipompa hizo sifa atasema bwana mdogo wangu ananikosea mimi. Sababu hivi viatu vimefutwa zaidi ya mara 10 hapa kabla tujaingia kwenye seti. Sasa kama hujampa sifa, mtazamaji hajaviona, atasema wewe mdogo wangu umenikosea bwana. Na mimi sio kumkosea mkubwa wangu huyu. Basi aliyovaa sio jeans nyeusi. Ni corduroy nyeusi. Ni corduroy. Na ukiniambia corduroy corduroy ni mavazi ya kuanzia miaka 2006 kurudi nyuma. Material ya suruali ambayo yana kama mabonde lakini membamba kwa ajili ya unadhifu. Wenzi hizo watu wanasema utanashati. Hii ni show fashion sio? Ameanzisha. Kosa na mweka sawa. Na sio corduroy zetu zile, kuna corduroy moja nilikuwa nayo ukivaa ukinyanyuka kikaa siku 2-3 unaacha nyuzi hapo. Hii ni ya kiwango. Na rangi ya maruni inakuwa na viraka vyeusi. Wale. Bwana leo. Usilale ulipoenda kulala jana. Tafadhali usirudie huko. Bwana ndivyo tumeanza hivyo. Kama wewe mwanamichezo unajiunga nasi bado haujachelewa. Hii ni namba 10, tupo katika kickoff number 1 ambapo hapa huwa ndio inaanzisha mijadala mikubwa, ambapo hapa tutaitazama nusu finali ama timu ambazo zimetinga katika hatua ya nusu finali katika kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho ni la CRDB ambapo itatuanzishia mchezo wa jana ambao Yanga Afrika walikuwa nyumbani kucheza dhidi ya Stand United chama la wana. Mchezo uliomalizika kwa Stand United kupokea kichapo cha mabao 8-1 katika dimba la KMC. Stefan Azizikia akiweka mabao 2, Clatous Chota Chama pamoja na wachezaji wengine wakiwa kwenye kiwango bora katika mchezo huo. Inawezekana tulitegemea ushindi ule ungepatikana, lakini sio
kwa mabao 8. Stand United wakasema tupishane liwalo na liwe, hatuna cha kupoteza. Na kweli kwa wana cha kupoteza. Sasa mwanzoni mimi nilikuwa ninawaza hivi kwamba Stand aliamua pishane. Lakini baada ya kufanya tathmini ya kina hawakuamua kupishana. Stand walifunguliwa, walilazimishwa kuachia nafasi. Sasa ukishafungwa goli 2 ndani ya dakika 15 ule mpango wa kujilinda mnaangalia tukiendelea hapa kama dakika 15 tumekula 2 hapa ile morali na ya kujilinda faje inashuka, kwa sababu kipo iko unataka kukilinda 2 ishaingia na mpango wako kwa 80% uko kujilinda. Kwa hiyo hauna hapo, ni kuchanganyikiwa na kuicheza mechi bila nidhamu. Kwa hiyo mechi iliharibika baada ya goli 2 tu. Nimesema walilazimishwa kuachia nafasi kwa sababu gani? Yawezekana kama kuna makocha walikuwa na struggle wa Yanga kufungua defense. Mirudi kwake kama imeenda kirahisi. Yawezekana ni wapinzani lakini bado kuna assignment naona anaifanya. Yanga ya Nabi ili kufungue ilikuwa inacheza na kipa na mabeki wakati. Yanga yake ilikuwa inacheza nyuma mno. Kwa hiyo wewe unakuja kupress kwa idadi kubwa, wanakuvunja kwa pasi ndefu moja wanaenda na kufunga kwa speed. Yanga ya Miguel Gamondi ilikuwa inacheza katikati ya uwanja. Pasi nyingi zinapigwa hapa. Wewe uje uzifuate kwa kutupia nyuma ya ukuta. Meludi ameisogeza Yanga yake mbele pale karibia na 18. Sawa. Yaani ya kwanza pale ambapo unasema mimi hapa natandika mstari wa kujilinda hapa, wa kwanza na wa pili. Ya Nabi kaitoa. Yeye anaileta pale pale. Kaitoa kaisogeza juu, anasogeza pale. Pale kwenye jiko pale. Madhara yake ni yapi? Kwa mfano hii ndio defense ya Stand United. Wameamua kae 4. Mbele let's say wamekaa tena 4. 8 hao. Wanarudi hivi kujilinda ili lango liwe gumu, sio? Meludi anacheza hapa. Kwa hiyo hii line itakuja kufuata pass. Hii line itasema isogee, ikimbie mtego offside. Hapa inafungwa. Pass inadondoka hapa nyuma. Nimeona goli ambalo amefunga Stefan Aziz. Wale jamaa walikuwa wamekaa kwenye line yao vizuri kabisa. Kila beki yuko na mtu wake. Lakini Maxim pia Nzengeli aliona nafasi akampigia Stefan Aziz. Hiyo. Stefan Aziz na kweli akamround goalkeeper akascore. Mpira ulikuwa huku kabisa kwa Yanga. Kwa ile line ilikuwa najua sisi tunatoka, tunasimama hapa hatari hamna. Ikapigwa pasi ya kwanza. Goli la pili amefunga Kibabage. Na sorry Kachero kabla hujaendelea. Kwenye hili bao it's not only kwenye pasi ambayo Max aliipiga. Lakini angalia Max kabla hajapiga hii pasi. Anamuelekeza Aziz sehemu ya kukimbilia. Ikionyesha vizuri utaona sasa hiyo pia ni kutokana na time na space ambayo Stand walikuwa natoa kwa quality players wa Young Africans. Once ukicheza na Yanga ukawa unatoa hiyo time na space na kwa quality ambayo wako nayo, kaka wanakuua. Sasa Maxi amecontrol mpira, umeelewa? Amesogeza touch moja, amepata time, ananyosha mkono juu, anamuelekeza Aziz kwamba nenda pale, mimi naiweka pale, kimbilia pale. Sio? So unakuja kuona kwamba alikuwa na time kubwa sana ambayo kwa quality ya mchezaji kama Max utaiona kwa quality ya mchezaji kama Max atakuumiza. Kwa mfano pasi Max ameipiga. Ukutegemea angeweza kufanya hivyo. Na kuna mchezaji wa Stand alikuwa anaenda kumclose pale. Huyo. Lakini amewahi kufanya nini? Uamuzi. Aziz anafunga bao. Hilo hapo linaondoka. Bao la pili. Amefunga Kibabage. Ni pasi ambayo Aziz pia amehusika. Si ndio? Ndio. Imepigwa square pass. Ilianza kwa Duka Buya. Pale kwenye ile line nakwambia nyinyi mnajilinda, wanataka kuattract mje, alafu upigwe ndani. Abuya anachukua pasi, anapiga pasi msumari. Aziz Ki again. Defense ndio inarudi kujipanga. Aziz anapiga square, Kibabage anafunga. Hizo pasi zinatoka kwa haraka. Kwa hiyo wewe kitendo cha kusema nimesimama wapi, nani yuko pembeni yangu nimkumbuke tukae kwenye mstari mmoja, haupo. Kwa hiyo mnavurugika kutokana na hizo pasi. Bao la 3 anafunga Clatous Chama. The same penetration ya Azizi. Pale kwenye line ya 18 ambapo nyewe mnaweka defense yenu. Anakuja anapiga tena penetration.
Chama inamkuta na mabeki wawili, wanavogeuka kutaka kujipanga, composure ya Chama anafunga goli la 3. Chama again goli la 4. Penetration inapigwa, Aziz anashuka deep. Ili hapa goli. Angalia Aziz anapiga penetration kwa Chama 1-2. Defense iko hapo hapo. Chama anakuja mfaje? Ana score. Chama kafanya vitu vya uchawi. Goli la 4, Aziz amekuja deep huku upande wa kulia. Amepiga pinpoint pass kwa Chama. Haikufika. Ilivyowagusa wale mabeki, ilivyodondoka, Chama amescore eneo ambalo kipa yupo hapo hapo, kafunga. Line ipo, lakini pasi imetoka wapi? Bali hiyo hapo. Azizi anamchungulia Chama, yule ameomba kwa kidole. Afu anaenda anaiweka. Mabeki wamejichanganya, umedondoka second ball, Chama anafunga. Lakini wangesema waende pale pale, wapige pasi pale pale za kufunguana, ingekuwa ngumu. Kwa hiyo wanawatoa kwenye umbo lenu na mstari mlopanga msimame. Kwa sababu nyinyi mnataka mkimbie kwa offside, afu inapigwa pasi ya kuwashambulia ghafla nyuma ya defense yenu. Hili goli ambayo Yanga alifungwa la counter ndio matili ambayo Yanga amekuwa akifungwa. Hapa Mwamnyeto anaambia sendi huko, labda uende wewe. Alafu Saidi anakuja anafunga goli. Hapo tunasema alipelekwa barabara ya 8 Tanga. Kwa sababu Mwamnyeto ni mtu wa Tanga. Pelekwa barabara ya 8. Akaambia sio huko. Bakari akauliza wapi? Kwenye barabara 21 kwa hiyo jamaa akafunga barabara ya 8. Unajua 21 zile. Goli la 5. Goli la 5. Bana Nadhani ndo lilitokea kwa free kick nadhani. Stefan Aziz Ki tena. Ule ni uspecial alikuwa nao. Kuadhibu watu kwa free kicks. Goli la 5. Goli la 6 lilitokana na pass ambayo alihusika ya Kangalombo nadhani na Musonda. Aziz akafunga kwa umbali mrefu. Kick moja ile. Pale ametoka nje ya 18. Wewe unaweza usiamini anafunga Aziz amestrike. Sema ile goli nikasema ule yule goalkeeper wa stand. Umeona? Hii ni mipira ambayo Aziz amekuwa akifunga. Angalia kimo cha kipa. Karuka hapo hapo kwenye posti aliyokuepo. Ameshindwa kufanyaje? Hivi hata ameruka kweli? Maana naona kipa alijua unatoka. Alijua unatoka. Alijua anapiga ameruka ushahidi. Sasa acha hii aliyofungwa kwenye kuna hii aliyofungwa kwenye posti ya umbali mrefu. Yani hapa hii. Si ni mzito. Aziz hapa ame drop deep. Maana kuna goalkeeper kama na kitambi kama mimi yani. Kangalombo au nyewe mjaona vizuri. Kangalombo anamchekecha wa kwanza, wa pili. Si ndio? Hata ukisema huyu anamuona Chama. Chama anasema huyu goalkeeper mzito ule kipa Dodoma Jiji unasemaje wewe? Kuna Wanamungo. Hao Wanamungo. Dodoma. Au mazoezi yanakuwa wanafanya Wanamungo na Imani ambaye anahangaika kupunguza mwili. Kwa hiyo hili ni goli la 6. Baba kwenye ligi kaka, Chala kipa stand huyu. Maana hiyo shoot ya Azizi, ile shoot imepiga hapa. Hapo unaona kama alijua anatoka. Mahesabu yalikuwa mazuri. Acha na hii imeingia kwenye post. Kuna ile ambayo imepigwa kwenye post ya huko. Hapa, yani mpira umepita hapa yani. Yani unaona kama sio sasa ndio ufupi, si ni mnene mimi la 6 ile nadhani. Ni goli la 6 nadhani. Aziz alipiga mbali mrefu. Kwa hiyo baada ya zile goli mbili tu mechi yao stand ikawa imeisha. From there nilisema hawakuwa wanacheza kwa adabu tena. Wakasema bana yani hawaamui. Yani ni ngumu kucontrol kwa sababu mentality yao ilikuwa tunajilinda sana tusifungwe. Lakini mbili tayari. Kwa hiyo unaenda kufungua mechi, angalia hapa. Hii ndio huruma alikuwa anaisema, unaona? Hapa. Kipa naye amechelewa kureact kwa kuruka. Unaona? Ndio nikasema mbona kama na kitambi kama mimi. Hii unaona hii. Si umeelewa kana? Kwa hiyo baadaye anakuja anafunga Musonda. Mpira una kasi kaka. Kasi ya mpira. Alikuwa shambulizi la hatari. Kasi ya mpira kaka. Mpira yani alikuwa anajua Aziz Ki apigi pale. Unajua kwenye mpira huu hapa umekuja. Kukagua kipa Anonga na Wilson. Bwana yako. Kwanza tunaangalia positioning yake. Sawa? Umeona positioning ya kipa? Hiyo moja ambayo ilikuwa sawa tu. Alafu pia tunaangalia umbali. Umbali ambao tunaupima sawa sawa. Unajua kipa angesimama hapa kanisha mikono juu hivi alikuwa anaupangua ile mpira. Sasa kumbe unaanza kuelewa. Basi kumbe kashaanza kuelewa. Ndio nasema umbali wa mpigaji na kasi ya mpira ndio tunapima. Je, kipa anauona? Na kama anauona amesimama wapi uwezo wa kugusa au kuogopa shuti kaka lile. Au kwa mfano umbo alikuwa nalo kipa angekuwa na utayari angeweza kuzuia. Kwa stendi watazungumza na kipa wao. Kwa Yanga watampongeza Stefan Aziz. Ili goli ambalo alifunga Musonda. Angalia line defense iko pale pale. Pinpoint imepigwa. Ametap in Musonda amefunga. Hapo angalia wale defenders hawapo tena kwenye mechi. Dakika 67. 87. Dakika 87. Yaani washafungwa 6 hapo 7. Kwa hiyo mechi yao ilishakufa. Kwa hiyo of course mwisho wa yote ni madaraja ya ubora.
Stand inaheshimu nafasi ya 3 kwenye championship. Ni timu ya 4 kwa kufunga sana, mabao 42. Ni timu ya 4 kwa kufunga mabao machache 22. Lakini unakutana na bingwa mtetezi wa ligi na bingwa mtetezi wa CRDB yenyewe. Alafu wana wachezaji ambao ukiwaachia uhuru kwa kucheza wazi wanakuadhibu. Kwa hiyo madaraja yalikuwa tofauti. Kocha wao amesema wamefanya makosa lakini mengi sana. Naona walilazimishwa baada ya magoli mawili from there kulikuwa na mechi tena. Oruma ilikuwa ni too harmful kwa aina ya kikosi cha Yanga Afrika ambacho walikipanga dhidi ya Stand United. Wengi tulitegemea kutakuwa kuna rotation kubwa mno ya hii mechi. Unakaa bwana ukuta Mwamba ya Zikiwa mkuta Mwamba Rusako. Bwana imekuaje tena hii mechi? Mbona kama amerudi kakunja uso? Watu wako serious. Hapa badiliko wachezaji 5 lakini. Ndio lakini kuna material fulani hivi unaona yani rotation kama sio rotation. Bwana, stand tena. Yani Yanga wana rotation ya kikosi 11. Hapo kwa sababu Mzizi hayuko. Pacome kucheza. Mimi nimeiwaza hivi. Aucho. Nimeianza kwa beki wa kati. Bakari kaingia. Bakari ameingia. Anachezaga baka na Jogo moja. Nimeenda kulia. Nimemkuta Kibwana. Ndio. Nimeenda nimemkuta Kibabaga ambaye anachezaga Boka. Kibwana mechi ya mwisho naweza kusema alicheza. Nimemtoa, nimemchukua Kibabaga wanakuwa wawili. Nimeenda kwenye midfield nimemkuta Max anacheza alongside ya Buya. Anakuwa watatu. Nimemuona Chama anakuwa 4. Nimemuona Stefan Aziz. Tokea dabi yairishwe ndo amerudi. Hasa Max si nani? Sema regular starter labda position inabadilika hiyo. Yaani hapo utoka kwenye namba tofauti ambao sio. Yaani whatever. Yaani weka ambao wale sio regular starter. Chama kaingia kwa 4. Haya, Aziz kaingia kucheza mechi kadhaa. Aziz ni regular starter. Anaweza sicheze kwa sababu maalum. Kwa kama ndio hivyo. Sasa basi Bakari naye anachezaga. Kama ndio hivyo. Kila mtu akitimia. Yaani wewe upanga kikosi kwamba kila mtu akiwepo. Bakari anakuaga nje. Kila mtu akiwepo Bakari nje. Chama anakuaga nje. Kibabage tayari watatu hao. Kibwana. Kwa hiyo Robaki huwa na rotate. Kibwana nimemwacha. Ndio wangu wasema alikuwa ni harmful sana kwa Stand. Watatu. Sasa unajua ni umuhimu wa hatua. Sheikh. Watu wanataka uhakika wa hatua. Stand yuko watatu asija akangangania leo. Tumalize mechi kwanza. Na hapa ujue tulisema kwamba mayai ya Yanga yapo kwenye haya mataji mawili. Lazima wayatetee. La sivyo kuna timing bomb moja somewhere linaweza kulipuka. Sababu unajua na mlipuaje anajulikana. Yaani watu wajue ni kama wana ng'ongo wamelificha tu. Na hilo ng'ongo linafichwa kwa sababu ya matokeo. Embe ng'ongo. Sio. Kaka unajua embe ng'ongo. Umetoka Wilson unatuambia sisi ni kwamba madhaifu yaliokuwa Yanga yanafichwa na matokeo mazuri wanayopata. Ila kuna mpasuko. Sasa vipi bwana? Mimi ninachokisema ni kwamba mimi nimezungumza ameruka kionze. Bwana kiandamizi hiyo. Mimi nimesema Uma ngoja kwanza. Mimi nimesema swali kaka. Kama unalikataa. Sijalikataa. Nimesema hivi. Kachero na mtazamaji ndio linajibiwa. Kuna timing bomb. Sio? Ambalo limetegwa pengine nasubiri kulipuka at any time si ndio? Timu imetoka kwenye group stage ya klabu bingwa. Kwa siku hapa niliwapa story. Nilikuwepo Benjamin Mkapa mechi ya TP na Yanga. Unaelewa? Wakati yule goalkeeper jina linamtoka wa TP anafunga mkojo wa penalty. Anaitwa nani yule bwana yule? Anafunga bao la kwanza. Mrefu hivi. Sio? Nilikokuwa nimekaa pale na watu wa Yanga wasema huyu Hersi kama anatuzoea. Unajua mimi mpaka sasa hivi sielewi kwa nini tumemfukuza Gamoni. Hapo Mazembe kafunga goli la kwanza hapo. Umeelewa? Baadaye Mzize. Baadaye Yanga akafanya comeback. Sio? Hapo Ziziki wakashinda mechi. Umeelewa? Sasa imagine timu isiweze ku retain CRDB na isiweze ku retain ligi kuu. Umeimagine hiyo. Hapo nimepata. Umeimagine hiyo situation. Alafu kwenye kutetea kote hapo ambaye anaenda kukuzuia ni mnyama Simba, shughuli nyingine hiyo. Yani kwamba hayo makombe uchukui wewe, alafu anachukua mnyama. Na most probably
Mnyama pia atakuwa kule hajarudi na medali. Kule wao walikorudi na medali, mnyama atakuwa hajarudi na medali. Karudi na kikombe. Oho. Bana kweli hiyo Simba ni treble. Bwana utakuwa ni mwaka mrefu sana 2025 kwenda 2026. Lakini kuna waandishi tutakuwa na story nyingi sana. Kuna kitu cha kuongezea. Kuna interview moja Haji hapa nilikuwa nimeiona nafikiri jana. Anasema Simba afungwe tu. Yaani kule na Stellenbosch. Yaani katikie huku. Unajua timu ikikosa anasema la sivyo sitaishije. Timu ikikosa makombe Nonga na Wilson. Watu wanaangalia safari yake ilikuwaje. Naelewa? Kama ulianza kwa kustruggle, msimu unaanza unapata tabu, unakaa unaunga unapata tabu, unakuja unakosa kombe. Watu huenda walijua kwamba sisi tulishaona tuna struggle. Tushamwona fulani yuko vizuri. Lakini sasa hivi Simba anajitafuta. Alafu Yanga yuko kwenye njia yani. Na wamesema kabisa tunajenga timu. Na wameshatoka wazi wamesema tunajenga timu. Unajua inawezekana. Na Simba inaonekana kabisa haichezi kushawishi watazamaji kwamba pasi zinaingia. Simba inacheza kushawishi kupata matokeo tu. Yanga inamburudisha mtazamaji. Yanga inakupa matokeo. Yanga imetoa Gamondi, kocha aliyekuwepo amewapiga watu 4 5. Goli 22 sio mechi 6. Yanga wamemweka Miludi Hamdi. Miludi ameseto kwenye timu kama soko cha mpya vile. Mechi yake 10 leo katimiza miezi 2. Kashinda mechi zake 9 kwa moja tu na JKT. Anatoa dozi goli nyingi mno. Yaani Yanga hawajui kama wana kocha mpya, sasa hizo wamesahau kwa sababu kocha amesha settle in. Kwa nini? Kwa sababu amekuta timu tayari ianza kuungana. Wakati Aramovic wachezaji ni wazuri. Na yeye ana mbinu hajataka kuharibu, anatembelea upepo wa Aramovic na Wagamondi wa kipindi kile. Timu inaenda. Sasa hivi msimu ukiisha ukimwambia Yanga hana kombe lolote wataumia sana kwa sababu wanaona wanakaribia na timu hiyo wanayo, alafu upande wa pili anaungaunga. Sio, unaelewa? Nakuelewa. Simba ikitokea msimu asipate kombe lolote. Mtazamo wangu lakini wanaweza sikabane. Tunasema wanajenga timu. Ndio. Sasa wamefika nusu finali, watajivunia kule shirikisho. Sasa tamaliza labda wa pili, hatujui huko shirikisho ataenda finali au ataishia wapi. Lakini watu ukabana. Wataona kama ni hatua wamepiga lakini sio kwa Yanga. Yanga atakipata kombe moja bado kuna nongo zitafanyika. Yaani kubwa sana. Na ile kombe bora leo la ligi. Yaani sio CRDB shirikisho kombe mawili yaliyobaki liwe la ligi. Kama ikibidi moja likosekane, yaani lisiwe la ligi. La ligi lazima lichukuliwe. Lisiwe la ligi. Wapate shirikisho peke yake. La ligi uliache. Kwa sababu unajua hii 4 maana unajua ina equalize ile misimu 4 ya dominance ya Simba. Ndio Yanga anataka. Simba kizuia 3. Atasema nyie bado sisi tulipiga 4. Yanga kiweza hii inasema sisi tumepiga 4, tumepiga 3 shirikisho. Unaona inavyo sound? 4 3 after na domestic treble. Sio, unaelewa? Nakuelewa. Lakini hiyo kauli haitokuwepo kama ukikosa ligi afu akapata CRDB pekee. Sawa. Simba watatamba ule mtaka aliyako vibaya. Wote watazunguka. Sawa. Tumpandishe kitandani sana. Sasa Jonathan Ikanga Lombo ambaye jana alicheza pia kwenye mchezo huo dhidi ya Stand United. Watu milio imeanza kutoka kaka. Wengine wanasema bwana Yanga wamepigwa, wengine tumpeni muda. Unamzungumzia Jonathan Ikanga Lombo. Ikanga Speed. Kapela. Ikanga Speed. Ikanga mchezaji mzuri sana. Ikanga what? Ikanga who? Ikanga what? Jonathan Ikanga Lombo ni mchezaji mzuri sana. Ambaye yuko Yanga hana fitness yeye. Halafu pili hajazoea kucheza kwenye hiyo timu. Okay. Amekuta timu tayari imeshakaa. Mind you, kaingia dirisha dogo. Ikanga Lombo hata sipocheza. Yaani Yanga ni mchezaji wa ziada kwa sasa. Ngoja kwanza kachela. Hiyo uzuri sana ni status quo. Ni status quo. Na anachokiona anachoweza kuonesha baadaye. Okay. Sawa? Hizo ni ahadi hizo, sio? Sasa dirisha dogo Yanga wamemsajili na wewe hakika atatulipa hizo ahadi. Vibaya mno. Yanga dirisha dogo wamemsajili Jonathan Ikanga Lombo. Sawa? Tayari wana watu wao kwenye timu. First 11 ipo, wachezaji wa sabu wapo. Yeye kazi yake kuingia taratibu, kuzoea timu mpaka atapofiti kuja kutumika. Sawa?
muda alikuwepo kucheza muda mrefu kama yeye, unamuona fitness yake haipo. Alizungumza sana hapa Ramovich kuhusu Kangalombo, aliuliziwa sana. Bwana vipi? Na alikuwa anaonekana akiingia. Hata sasa hizi unamuona jana kuna mpira aligusa one touch too many, kipa akaupata, akapitiza hadi bango la matangazo. Alikuwa ameshika na ana Twitter. Dakika 43 ya mchezo. Wanasema hii Twitter ni huyu anakuambia hayuko fit. Kwa anahitaji mazoezi zaidi. Kinachotokea anaonekana amekuja zamani. Yaani January mpaka sasa ni miezi unaenda wa 4. Watu wanaangalia miezi, waangalie progress yake. Kwa hiyo wanachojurudi wanajudge, mbona tuoni? Vipi? Jana mimi nimeona vitu kwa Ikangalombo. Kapunguza watu ile goli ambayo tumezungumza, Chama akatoa assist kali hapa. Ikangalombo anajua kucross mpira kwenye box. Kwa juu anajua kucross square pass. Ikangalombo ana kasi ambayo mabeki wengi hawaiwezi. Anahitaji kuambiwa tu kwa sababu dribbling yake ni poor. Yaani muone umbali wa mimi na wewe tulivyo. Ikangalombo anabutua afu tushindane. Kama una kasi, andaa ile eneo la wazi ukimbie. Kisha kama unarudi ndani, msogelee beki, akafukuachia line, mtembeze kwenye line. Lakini Yanga sasa ikimbii hivyo. Inacheza mpira kwenye nafasi na viungo wao wengi wanapasiana wapi? Mguuni. Pacome chukua, ana touch kwanza. Kulia kushoto, Azizi chukua. Naye tena huyo ndo anataka mguuni kuliko mtu yoyote. Max nipe, lazima afanye vitu afu ndo akupe. Lakini Ikanga ili acheze vizuri, piga kwenye nafasi. Lakini viungo akienda unamkuta kashaka kwenye line. Na beki anavala pana pa kwenda, anakuwa ordinary, anakurudishia tu mpira. Yeye ni mtu kwenye zile counter ambazo Yanga wanapata. Wakimtumia Kangalombo tutakuja kuongea mimi na wewe hapa. Na kuambia tutakuja kumuongelea hapa. So unamuona Kangalombo anaonekana ni player kabisa. Ametoa pre assist hapo goli hilo la Aziz. Yes, pre assist ambayo hiyo. Hapo alikuwa shapunguza watu wawili, akaangalia, akaburuza pasi kwa Chama. Chama akaigusa kama ukuta. Then na hapa pia alikuwa yeye alikuwa kataka kupunguza watu tena. Yaani unajua kwa hiyo watu wanaweka pressure kwa Kangalombo kwa sababu wamemwona anachelewa kuingia kwenye timu. Na unajua pressure zaidi inaongezeka wapi Kachero? Of course wewe sasa hivi unazungumzia ahadi. Sio licha ahadi. Leo watu wanamuulizia Kangalombo. Mimi niwaulize wao, mbona muongelee Chama yuko benchi? Mbona? Au muongelee Chama yuko benchi? Musonda yuko benchi? Ndio. Sisi tunaelewana vizuri. Nakuelewa. Duka Buya alikuwa benchi. Yaani hiyo ndio Yanga ilivyo. Kwamba ina watu wake tayari, watu wanaingia. Chama ameenda Yanga na bonge la status. Sio unaelewa? Kuliko Kangalombo mbona acheze? Sasa kwani watu wazungumzi kuhusiana na Chama? Wanazungumza wanamonea tu, Chama anaingia wapi pale? Tushazungumza mara nyingi hapa. Ndio nasema anaingia wapi? Lakini ndio maana mimi nikasema, sio? Maswali mengi yanakuja kwa Ikangalombo kwa sababu sio hapa Kachelo saizi anazungumza possibilities. Sio mimi mtu anazungumza possibilities, yani vitu ambavyo potential tunaweza kuja kuviona. Na nilisema hivyo kwa Mpanzu si leo huyu hapa. Kuja kuviona kwa nani? Kwa Ikangalombo. Lakini sasa problem ni kwamba Yanga walisha kuzungumza wenyewe. Sio? Kwa sababu Ikanga ni mchezaji wa dirisha dogo. Na wao walishazungumza kwamba kwenye dirisha dogo. Of course wao wamezungumza lakini technically pia iko hivyo. Kwamba kwenye dirisha dogo huwa tunafanya squad consolidation. Sio kumpa mtu muda tena. Yes, yani so eneo la kuja kumpa mtu muda. Unakuja kuleta mtu ambaye yuko tayari. Sio, aje aingie kwenye timu, aje arekebishe changamoto ambazo tumeziona kwenye robo tatu ya msimu. So umeelewa? So ni mchezaji ambaye ameletwa purposely kwa ajili ya kuderiva. Sio kwa muda huu. Umeelewa? Yanga wanamsajili wanajua hajacheza. Hilo na watetea Yanga. Yanga walitofanya wamerestore mchezaji mzuri njoo kwenye timu. Wanampa muda sio? Sasa kwa mfano Mpanzu Simba wamemsajili Mpanzu. Ndio. Mpanzu si akuwa amecheza? Ndio. Tena Mpanzu kakaa muda mrefu tu. Kasajiliwa Simba, katrain na wenzake, kapata miezi ya kutocheza. Siku anakuja kucheza Mpanzu anapumua tu hapo. Kwani Ikanga kucheza muda gani? Ikanga? Si sawa na Mpanzu, msimu ulivyoisha tu kule. Msimu hii Kangalombo amecheza unajua nani vita kwenye qualification za mwanzoni. Sasa ametoka si mwezi wa 8. Yes. Akaingia Yanga Januari. Maana yake ni kwamba 8 mpaka 9, wa 9 mpaka wa 10, wa 10 mpaka 11, 11 mpaka 12, 12 mpaka Januari. Miezi 5 ya professional football uingie kwenye intensity ya Yanga ndani ya miezi 2 tu. Uwe mchezaji yuko wapi? Sasa hiyo sasa sio shida ya mashabiki.
Yaani mimi siwezi kuitemu kama ni shida ya mashabiki. Sio, hiyo ni shida ya management. Umeelewa? Kwa sababu kwanza mind you wamekwenda kuleta mchezaji ambaye anapaswa kuja kudeliver instantly, sio kwenye timu ambayo tayari imetimia. Yanga hawajasajili hivyo. Huo ni msemo ambao una maana yake kwenye baadhi ya timu, lakini kwa Yanga wao ilikuwa hivyo. Disha dogo wao waliona timu yao. Sema sisi tunavyotafsiri. Disha dogo wao waliona timu yao. Swali la msingi zile likawa, kwa nini Yanga walimsajili Kangalombo? Wamestore kipaji mapema, wamekiweka. Kwa walikiona. Na Yanga wamewahi kufanya hivyo mara nyingi, imewalipa. Yanga wamefanya hivyo kwa Saidi Ntibazonkiza. Imekuwaje? Baada ya ile miezi 6 ya mkataba. Si akaenda Geita, Avero akaenda Simba. Tunazungumza top scorer wa ligi. Si ameingia miezi 6. Haya, tunamzungumza Joseph Gede. Gede. Akucheza muda mrefu. Yanga amemtazamia. Ameingia kwenye timu. Gede instantly. Ameingia kwenye timu Gede ameonekana kafanya shughuli yake akaondoka na goli 7. Kaja kafunga hizo goli 6 za ligi. Anaanza kuchanganya, kocha anasema munibakishie. Yanga anasema hapana. Wamemleta kaka mfano